Watu 31 wanadaiwa kufariki dunia kwa nyakati tofauti mkoani Rukwa kwa madai ya kunywa pombe isiyo salama. Uingereza imesema iko tayari kuisaidia Ukraine kwa namna yoyote ile linapokuja suala la kuiunga mkono katika kutafuta makubaliano ya amani. Na katika michezo, ukarabati wa uwanja wa mpira wa Benjamin Mkapa umefikia 80% ya utekelezaji wa maboresho hadi sasa. Habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo ambapo tumekuandalia taarifa mbalimbali kwa hapa nchini kwetu lakini pia pamoja na mataifa mengine. Jina langu ni Fatma Hassan ambaye nitakusomea habari usiku huu. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua benki ya ushirika Tanzania Coop Bank Tanzania Aprili 28 jijini Dodoma, ambayo inaanza na mtaji wa zaidi ya shilingi bilioni 55 ikiwa kwa ubia kati ya wanaushirika, serikali na sekta binafsi. Amani Mbando anaripoti. Benki hiyo ambayo makao makuu yake yatakuwa Dodoma itaanza na matawi 4, mawakala zaidi ya 58, huku mgawanyo wa umiliki wa hisa ukiwa ni 51% za wanaushirika na 49 za serikali na sekta binafsi, ambapo kufikia sasa tayari na wateja zaidi ya 26,000. Akitoa taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu uzinduzi huo, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesema pamoja na manufaa ya kitaifa yanayotarajiwa kutokana na benki hiyo, pia itawanufaisha wanaushirika wa mkoa wa Dodoma, hususan wakulima wa zabibu. Benki ya Ushirika Tanzania ni benki ya kwanza nchini yenye makao makuu rasmi mjini Dodoma, ambapo ni makao makuu ya nchi. Na vyama vya ushirika vingi tu zaidi ya vyama 200 na kitu viko Dodoma. Na kati ya vyama hivyo chama cha wanaushirika wa zabibu ni kimojawapo. Kupitia benki hii ya ushirika kuwepo Dodoma, lakini pia kuzinduliwa rasmi, hata ushirika wa zabibu utafaidika, na sisi tutajitahidi kwa sababu ni zao kwetu la kimkakati mkoa wa Dodoma, tutahakikisha wanafaidika zaidi kwa ajili ya kukuza kwanza uzalishaji wenyewe, lakini pia kuchakata zabibu, tunasema processing ya zabibu, na baadaye kutoa mazao mengi na mazuri yenye ubora ya zabibu. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa Coop Bank Tanzania Godfrey Ngura amesema pamoja na uzinduzi huo, Aprili 27 litafanyika kongamano la kitaifa la wadau wa ushirika, ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Kuonyesha kwamba ni benki tofauti, hatutaendelea kimatawi, tutaendelea kiteknolojia na tehama. Na kwa hivyo tutazindua benki pia ikiwa na mawakala 58 nchi nzima. Ofisi zote za vyama vikuu nchi hii zitakuwa ni wakala wanatoa huduma za kibenki kwa wanachama na wananchi kupitia hizo structure za ushirika. Kongamano hilo litaongozwa na mada kuu inayosema tafakuri na mijadala juu ya historia, changamoto na fursa za uwekezaji katika sekta ya ushirika, kichocheo ukuaji wa uchumi na kuondoa umaskini. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Asante Amani Mbando kwa taarifa hiyo. Watu 31 wamedaiwa kupoteza maisha kwa nyakati tofauti mkoani Rukwa kwa unywaji wa pombe usio salama katika kipindi cha Januari 2024 hadi Aprili 2025. Willibrod Sumia anaarifu zaidi. Takwimu hizo zimelishtua jeshi la polisi mkoani Rukwa na kuanzisha kampeni maalum ya utoaji wa elimu ya unywaji salama wa pombe. Kampeni iliyozinduliwa katika kata ya Chanji. Kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Shadrack Masija ni kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa amesema. Sasa tukianza na wilaya ya Sumbawanga manispaa, kuanzia mwezi Januari mpaka Desemba watu 12 wamepoteza maisha. Lakini kwa wilaya ya Nkasi ni watu 6 kwenye kipindi hicho cha mwaka jana. Wilaya ya kipolisi Laera ambayo ni halmashauri ya Sumbawanga wamekufa watu 8. Wilaya ya Kalambo ni watu 5. Ukiwajumlisha wote hao kwa mkoa mzima ni watu 31 wamefariki kutokana na unywaji
pombe. Kwa hiyo polisi mkoa wa Rukwa tulikaa na kufikiria ni namna gani tunaenda kuwalinda watu wetu wa mkoa wa Rukwa. Watu kuendelea kufariki au kupoteza maisha kutokana na pombe, polisi tutakuwa tujafanya kazi yetu. Kwa hiyo kupitia programu hii tunaenda kutoa elimu mkoa mzima kupitia ukaguzi na askari kata wetu, baadhi nimewaona hapa. Tutaendelea kufanya hivyo mkoa mzima. Tutaitangaza pombe kwamba haina manufaa sana, japokuwa tuwakatazi kunywa, lakini wazingatie taratibu zilizopo. Wataalamu wa afya wanasema pombe ina madhara katika jamii, kiuchumi, kijamii na kiafya, ambapo mgeni rasmi amesisitiza umuhimu wa kunywa kwa kiasi. Natoa agizo kwa polisi kata wote mkoa wa Rukwa kwamba kuanzia leo natakiwa kwenda kutoa elimu kwa wananchi wote katika kata zenu kuhusu kampeni hii ya unywaji salama. RPC mnapoendelea kuhamasisha hii habari ya unywaji pombe salama, wafikishieni Watanzania huu ujumbe ili mwisho wa siku familia ziboreshe maisha yao baada ya kupata ustaarabu. Kampeni ya unywaji salama wa pombe inatarajiwa kuwafikia wakazi wa mkoa wa Rukwa katika vijiji 339 kata 97. Nikiripoti kutoka mkoani Rukwa, mimi ni Wilibodi Sumia na hii ni Channel 10+. Waziri wa mazingira wa Uingereza Steve Reid amesema wako tayari kuisaidia Ukraine kwa namna yoyote ile linapokuja suala la kuiunga mkono katika kutafuta makubaliano ya amani. Tupate taarifa kamili. Hayo yanajiri wakati Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer akihudhuria mkutano wa waandishi wa habari katika makazi ya balozi wa Uingereza baada ya mkutano na viongozi wa Ulaya kuhusu msaada kwa Ukraine mjini Paris. Keir Starmer amesema mazungumzo ya kujaribu kumaliza vita yamefikia kiwango cha juu na kuiomba Urusi kushiriki katika mazungumzo hayo na kukubali kusitisha mapigano ili kuleta muungano thabiti wa mataifa ili kuhakikisha makubaliano yoyote ya amani yanaweza kutekelezwa. Habari zinasema huenda Uingereza ikafutilia mbali mipango ya kutuma vikosi vyake Ukraine kwa sababu athari zake zinazingatiwa kwa juu, huku wakufunzi wa kijeshi bado watatumwa nchini Ukraine. Esther Mtebe, Channel 10+. Wanajeshi wa Pakistani na India wamefyatuliana risasi usiku wa kuamkia leo katika eneo linalozozaniwa na Kashmir. Umoja wa Mataifa umeyatolea wito mataifa hayo yenye silaha za nyuklia kujizuia na kutochochea mvutano zaidi. Wanahabari wetu wanatupasha zaidi. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili umevurugika pakubwa hivi karibuni baada ya India kuishtumu Pakistan kwa kuunga mkono vitendo vya ugaidi vinavyoendeshwa ndani na nje ya maeneo ya mipakani. Afisa wa serikali ya Kashmir inayotawaliwa na Pakistan, Said Ashfaq Gilani, amesema kwamba Kashmir ni eneo lenye Waislamu wengi na limekuwa na mgogoro wa karibu robo karne, huku akisema karibu watu 26 wameuawa kwa shambulio la risasi wakati wanajeshi wakishambuliana. Umoja wa Mataifa kupitia msemaji wake Stephen Dujarric, yeye amelilaani kwa uwazi shambulio la kigaidi, akiomba serikali ya Pakistani na ile ya India kujizuia na kuhakikisha kuwa hali ya sasa haizidi kuzorota na mzozo wote wapaswa kutatuliwa kwa amani. Naye Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameapa kuwasaka na kuwajibisha wale wote waliohusika na mauaji katika eneo maarufu la kitalii huko Pahalgam, akisema kuwa hata wale waliowasaidia watalipia gharama kubwa. Serikali ya Islamabad imekanusha kuwa haihusiki na vyovyote vile na shambulio hilo, ikisisitiza kuwa majaribio yakihusisha Pakistan na shambulio la Pahalgam ni ya kipuuzi na kwamba Pakistan iko tayari kujibu vikali hatua yoyote ya India. Hata hivyo, Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema wakati wa mkutano wa kamati ya usalama ya kitaifa na wakuu wa jeshi kwamba tishio lolote kwao haliwezi kuwa huru. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10+.
Chama cha ushirika Mamco Limited kinachohudumia wakulima wa wilaya ya Masasi, Mtwara na Nanyombo mkoani Mtwara kimepanga kutumia zaidi ya shilingi bilioni 6 ili kujenga viwanda vya kuongeza thamani mazao wanayozalisha pamoja na kuwekeza katika sekta ya usafirishaji. Mwanahabari wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara anayo taarifa kamili. Mikakati hiyo inakuja baada ya mafanikio makubwa ya chama hicho msimu wa kilimo uliopita, ambapo wanachama walikusanya zaidi ya shilingi bilioni 500 kwenye mazao ya ufuta, mbaazi na korosho. Wanachama chama hicho wamekubaliana kufanya uwekezaji wa ujenzi wa viwanda viwili, ofisi, magara pamoja na ununuzi wa magari ya kusafirisha mizigo. Tumejipanga kwenda kujenga ghala kubwa lenye uwezo wa kuchukua tani 5,000 pale na Nyamba ili kuhakikisha wakulima wale sasa wasihangaike kipindi cha kupeleka mizigo yao katika maghala makuu. Lakini pia tumejipanga kununua malori 10. Tunafanya hivi kwa sababu ya kusaidia kwa kipindi kile ambacho kutakuwa na adha ya usafirishaji. Tumeweka mkakati wa kwenda kujenga ofisi ya kisasa kubwa yenye gharama kama milioni 420. Hali kadhalika Masasi tunaenda kujenga viwanda viwili, kiwanda cha vifungashio na kusafirisha ufuta ili kuyapa thamani mazao yetu. Hata hivyo, mkuu wa wilaya Masasi Lecho Kasanda amewataka baadhi ya makarani wa chama hicho kuacha ubadhirifu, huku wakulima wakisema chama chao kinaenda kuwa chama bora nchini. Uadilifu umekuwa ni mdogo sana kwa makarani wengi, na hiyo ni kazi watu wanaajiriwa kwa muda, si ndio? Kwa nini kama mtu anafanya mabadiliko yasitokee kila msimu? Kwani lazima watu wale wafanye kazi? Mwaka huu mtu akiharibu, mwaka unaofuata anapisha wengine wanapata ajira. Bahati mbaya kabisa tunatamani watu wengi hawana ajira, tunatamani kutengeneza soko la ajira kwa vijana wetu. Hasa chama chetu cha Mamco kinaenda kuwa chama bora Tanzania. Kwa uwekezaji huu mkubwa, inawezekana hata majirani zetu hawezi kutufikia kwa uwekezaji huu. Kwa hiyo sisi tumevipokea kwa moyo mmoja. Lakini pia tumewaomba waziboreshe au waboreshe huu uongozi, kwamba usiwe miaka 3, uwe miaka 5 kama uongozi wa serikali. Tumeazimia kuwekeza mambo mbalimbali, ujenzi wa magala, na tunashukuru mwenyekiti wetu wa chama cha Mamco ameupiga mwingi sana, yani anaweza. Kutoka Masasi mkoani Mtwara, Adam Malima, Chandariteni. Adam Malima kwa taarifa hiyo. Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imesaini mkataba wa ujenzi wa skimu ya umwagiliaji na mkandarasi wa kampuni ya Mkwawa Logistic Construction Limited iliyopo kijiji cha Idudumo, kata ya Mwanzole, wilaya ya Nzega mkoani Tabora, ambao unagharimu kiasi cha shilingi bilioni 36.7 na utawanufaisha wananchi zaidi ya 5,000 kutoka vijiji 5 vya wilaya ya Nzega. Pendo Salo ana taarifa zaidi. Mradi huu ambao utatekelezwa kwa muda wa miaka 2 utakwenda kuwanufaisha wananchi wa vijiji vya Idudumo, Mwanzori, Mwagedeli, Kitengwa na Iduguta katika kata za Mwanzori na Mihua. Akitoa taarifa ya mradi huo, mhandisi wa Tume ya Umwagiliaji wa mkoa wa Tabora, mhandisi Martin Mgangaluma, amesema malengo ya mradi wa ujenzi wa skimu ya Idudumo ni kuongeza uwezo wa bwawa kuhifadhi maji kutoka lita bilioni 2.5 hadi kufikia lita bilioni 9 na kuongeza eneo la umwagiliaji kutoka hekta 300 hadi kufikia hekta 1550. Kupitia mradi huu wakulima wataweza kulima katika misimu miwili, pia utainua uchumi wa mkulima mmoja mmoja na kuongeza usalama wa chakula katika halmashauri ya mji wa Nzega na mkoa wa Tabora kwa jumla. Hivyo ni wasii wananchi wote wa eneo la mradi kutoa ushirikiano kwa mkandarasi. Akizungumza mara baada ya kushuhudia utiaji saini wa mkataba huo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tabora, mkuu wa wilaya ya Uyui Mohamed Mtulia Kwako, pamoja na kueleza manufaa ya mradi huo, amewataka wananchi kutunza miundombinu hiyo kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kwa hiyo kutakuwa na fursa kubwa ya kibiashara na tutaendelea kupanua fursa kwa wananchi wetu, watakuwa wanaweza kujipatia fedha za kigeni na pesa zetu za Kitanzania kwa ajili ya mradi huu. Na tunapofanya hivi na watu wengi watakuja. Kwa hiyo mradi unatakiwa kuongezeka, usiwe vile kama tulivyokuwa tumepewa. Tunawaahidi kwamba mradi huu utafanyika kwa kiwango cha juu sana. Tuna mainjinia wabobezi ambao wapo tayari kufanya hii kazi, na waahidi kwamba tutaifanya ndani ya muda ambao utakuwa tumepewa,
labda Mungu akijalia kwa uwezo wake tutaweza kumaliza mapema kabla ya hapo. Mradi huu umeleta imani kubwa kwa wananchi kwa kuwa sasa wataondokana na kilimo cha mazoea na kwenda kulima kisasa kutokana na uwepo wa miundombinu ya umwagiliaji. Kule nyuma tulikuwa tunahangaika sana. Maji tulikuwa tunaenda kuchota mbali wilaya ya Igunga. Kwa hiyo ninashukuru sana Mheshimiwa Mbunge Hussein Bacha pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuendeleza kutuletea huu mradi. Tulikuwa tunahitaji mheshimiwa atuletee trekta za kulimia. Yaani sisi wananchi ndio tuwe wasimamizi wa vifaa vitakavyoletwa hapa kwa ajili ya kutusaidia kuendesha ule mradi. Kutoka hapa kijiji cha Idudumo kilichopo wilaya Nzega mkoani Tabora, mimi ni Pendo Sadu, Channel 10. Vurugu zimeshuhudiwa nje ya Vatican huku umati mkubwa wa watu ukiendelea kumiminika leo katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kutoa heshima za mwisho kwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis aliyefariki Aprili 22. Umati mkubwa wa watu umemiminika katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro Vatican kutoa heshima za mwisho kwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis. Ripoti zinasema watu wanaopanga foleni kwenye barabara ya Via della Conciliazione, njia kuu ya kufika uwanja wa Mtakatifu Petro, walisukuma kando vizuizi vya usalama na kulazimisha kuingia katika kanisa hilo, huku maafisa wa usalama wakijaribu kuwazuia. Mwili wa Papa Francis unatarajiwa kuwa katika kanisa hilo hadi saa 1 jioni kwa majira ya Vatican kabla ya jeneza lake kufungwa kwa ibada ya mazishi na kuzikwa hapo kesho. Bado Wakristo duniani kote wameendelea kumwombea Papa Francis, huku Vatican ikisema takriban ujumbe 130 wa kigeni umethibitishwa kuhudhuria mazishi hayo ya Papa, ikiwa ni pamoja na wakuu 50 wa mataifa na wafalme 10. Eden Bahati, Channel 10+. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa yetu ya habari kutoka hapa Channel 10+. Channel 10+. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Mashaka Biteko amewataka watumishi katika kituo jumuishi cha mpakani mwa Tanzania na Kenya katika forodha ya Namanga kilichopo wilaya ya Longido mkoani Arusha kujiepusha na vitendo vya ukiukaji wa maadili ya utumishi wa umma ambavyo ameeleza vinaweza kuharibu taswira ya nchi. Novatus Makunga kutoka Arusha anayo taarifa kamili. Dr. Biteko ametoa wito huo katika ziara yake kukagua miradi ya maendeleo katika wilaya ya Longido, ikiwa ni sehemu ya ziara siku 4 katika mkoa wa Arusha, ambapo amekagua pia shule ya wasichana ya Samia pamoja na kuzungumza na wananchi wa kata ya Mundalala na kuasa katika kuelekea uchaguzi mkuu wahakikishe wanachagua viongozi watendaji. Mimi wito wangu kwenu tu ni kuendelea kuwa mabalozi wazuri wa nchi yetu. Mjitahidi sana, na mimi naamini mnajitahidi kuangalia kuwa mapungufu yoyote atakayotajwa kwenye kituo hiki basi yasiwe ya upande wa Tanzania, yawe ya mtu mwingine. Mtu akitoka kwenye dawati la nchi fulani aone kwamba dawati la Tanzania ukifika kuna reception nzuri. Wazee wangu mlioko hapa, uchaguzi unakuja, naomba msigawanywe na mtu kwa sababu ya uchaguzi. Uchaguzi ni tukio la mara moja. Kuna maisha baada ya uchaguzi, muendelee kubaki kuwa wamoja. Lakini chagueni mtu anayezungumza maendeleo. Upande wake, kaimu meneja wa kituo cha forodha cha Namanga, Edwin Changwe, ameeleza mafanikio wanayopata pamoja na changamoto ikiwemo ya ukosefu wa skana ya mizigo, hali inayosababisha kutumia muda mrefu kukagua mizigo, huku mkuu wa shule ya wasichana ya Longido Samia akieleza changamoto zinazowakabili. Tunafanya manually. Tunaamini kwamba uwepo wa skana utaongeza efficiency, kwa maana skana inatuguide. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tunaiomba serikali yako sikivu itusaidie kupatiwa nishati ya gesi ambayo ni rafiki kwa mazingira endelevu. 2, tunaomba tupatiwe digital library katika jengo la TEHAMA. Tunaomba pia kupatiwa samani, viti na meza kwa ajili ya kuiweka kwenye bwalo letu la chakula. Tunaomba pia kupatiwa fence kuzunguka shule yetu. Naye mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda amesema kosekana kwa skana ya mizigo ni changamoto kubwa, hivyo ameiomba serikali kusaidia upatikanaji wake
kupitia bajeti ijayo ili iweze kuwasaidia TRA. Tunaomba ya kwamba tusaidie kuwezesha mpaka wetu uweze kuwa na skana ili kurahisisha utendaji wa kazi na kuongeza kiwango kikubwa cha mapato ambacho kinatokana na mizigo inayoingia na kutoka. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Serikali imetiliana saini mkataba wa usanifu wa mradi mkubwa wa uboreshaji wa huduma za maji safi na usafi wa mazingira katika manispaa ya Iringa na kampuni ya Korea Engineering Consultancy Operation KCC, mradi ambao thamani yake ni shilingi bilioni 275 na unatarajiwa kunufaisha watu zaidi ya 400,000 baada ya kukamilika. Mradi huo unaotekelezwa kupitia fedha za mkopo rahisi kutoka serikali ya Korea unatarajiwa kukamilika katika kipindi cha miaka 3. Clement Sanga anayo taarifa zaidi. Akizungumza katika hafla fupi ya utiaji wa saini mradi huo kwa niaba ya serikali, Waziri wa Maji Juma Aweso ameomba mamlaka zote husika ikiwemo bodi ya wakurugenzi ya IRUWASA kutoa ushirikiano wa kutosha kwa kampuni inayojenga mradi huo ili kuondosha ucheleweshwaji usio wa lazima. Wape ushirikiano katika utekelezaji wa mradi huu na faida ya mradi huu kwamba fedha zake zipo. Sidhani kama kuna changamoto yoyote ya utekelezaji, kwa sababu utekelezaji wa mradi wa maji unategemeana na fedha kama ilivyo gari. Gari iende kama haina mafuta hata lita moja haitokwenda. Huu mradi fedha zake zipo. Serikali mkoani Iringa ikaweka ahadi thabiti ya usimamizi wa mradi huo. Hii kazi sasa hawa huku na sisi tutaendelea kuwasimamia ili kazi ifanyike kwa wakati na kwa ubora unaotarajiwa. Naye katibu mkuu wa Wizara ya Maji, Mhandisi Mwajuma Waziri, amesema utekelezaji wa mradi huo ni kiashiria cha sera bora kwenye sekta ya maji. Kwa hiyo kupitia mradi huu, lile swala la sera ambapo tumeweka mkazo wa kuhakikisha Wizara ya Maji itajikita kuhakikisha inatoa huduma ya maji, sio maji tu, maji safi na salama, inaenda kutekelezeka kupitia mradi huu. Mradi huu unatarajiwa kunufaisha wakazi wapatao 456,000 wa miji ya Iringa, miji ya Kilolo na Ilula ifikapo mwaka 2047. Mimi ni Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Shirika la Umoja wa Mataifa la misaada ya kiutu OCHA limeonya kuwa kambi ya wakimbizi ya Zamzam katika eneo la magharibi mwa Sudani inakaribia kuwa tupu, hii ikiwa chini ya muda wa wiki 2 baada ya RSF kuiteka. Katika taarifa yake, OCHA imesema kambi hiyo ya wakimbizi ya Zamzam ambayo ilikuwa makazi ya takriban wakimbizi 400,000 kabla ya wengi kutoroka imebaki na idadi ndogo mno ya wakimbizi. OCHA imeongeza kuwa picha za satellite zilionyesha moto ulioenea huku wanamgambo hao wakiripotiwa kuwazuia wakimbizi wengine kuondoka, huku wakisema wakimbizi hao kutoka Zamzam sasa wanaelekea katika maeneo mengine na takribani 150,000 wamewasili katika eneo la Al-Fashar, huku wengine 181,000 wakielekea Taiwan. Kutokana na kitendo hicho, mashirika ya misaada yameendelea kulaani mashambulizi hayo dhidi ya kambi ya wakimbizi nchini Sudan. Na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema Chama cha Mapinduzi kamwe hakitaacha kufata na kusimamia misingi ya baba wa taifa, huku wa Tanzania wakionywa kuacha kuchagua viongozi kwa msingi wa ukabila na udini ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu. Musa Makali ametuandalia taarifa kamili. Kwa sababu hakuna kitu ambacho Nyerere alikipigania kama umoja wa taifa letu. Hamna kitu Nyerere alikipinga kwa nguvu zake zote kama ubaguzi wa aina yoyote ile. Haya ni maneno ya Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, akimnukuu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwa hapa katika eneo la Kiabakari wilayani Butiama mkoani Mara. Mamia ya wakazi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi wako hapa kwa jambo moja tu, ni kumsikiliza katibu mkuu
naye hakuwa na ajizi ya kuwakumbusha Watanzania kuacha kuchagua viongozi kwa misingi ya ukabila na udini, huku akisisitiza Chama cha Mapinduzi daima kitafuata misingi ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Msichague watu kwa misingi ya makabila yao. Kataeni ukabila kwa nguvu zenu zote. Msiwachague watu kwa misingi ya dini. Kataeni kubaguana kwa dini kwa gharama zozote. Chagueni watu kwa uwezo wa kuwatumikia. Tuna deni kubwa sana kwa baba wa taifa, ni kuhakikisha umoja wetu, mshikamano wetu, amani yetu vinaendelea. Kwamba Chama cha Mapinduzi kamwe hakitaacha misingi ya baba wa taifa. Awali, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Emmanuel Nchimbi alipata wasaa wa kutembelea katika Chuo Kikuu cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere cha Kilimo na Teknolojia kilichopo hapa wilayani Butiama mkoani Mara. Chuo chetu kitaongeza idadi ya wasomi, kitaongeza ajira, lakini vile vile kitaongeza shughuli za maendeleo kwenye eneo la Butiama. Lenga kutoa wataalamu wenye weledi, wazalendo na wenye maadili ambao watasaidia kuleta mapinduzi katika sekta ya kilimo nchini. Tutahakikisha kuwa ujenzi huu unafanyika kwa kasi stahiki na kwa kiwango kinachotakiwa. Jambo hili ni kubwa sana kwa Wanabutiama. Ni kubwa kwa sababu linafungua fursa za kiuchumi, lakini na maendeleo ya kijamii eneo hili. Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi yuko hapa mkoani Mara kwa ziara ya kichama, ambapo amekamilisha ziara yake katika wilaya Musoma na Butiama, na sasa ziara yake inaanza katika wilaya Loria, Tarime na kisha wilaya ya Serengeti. Musa Makali, Channel 10, Mara. Naam, asante sana Musa Makali kwa taarifa hiyo, na taarifa yake ndiyo ambayo inahitimisha sehemu yetu ya kwanza ya taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10+. Channel 10+. Naam, asante kwa kuendelea kubaki nasi. Hii ni Channel 10+ habari. Na sasa moja kwa moja ni kuache na Lolo Ali kwa upande wa habari za michezo na burudani. Karibu Lolo Ali. Naam, shukran sana Fatma Hassan kwa habari hizo za kutwa nzima leo, nami niko hapa kukujuza katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni kiungo Birani Lulu Ali. Karibu sote, na kwa kwanza tuanzie hili ambapo kazi ya ukarabati uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam imeendelea kwa kasi na hadi sasa imefikia 80% ya utekelezaji, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali kuboresha miundombinu ya michezo nchini. Akizungumza uwanjani hapo leo Jumaa April 25 mwaka 2025, kaimu mkurugenzi wa maendeleo ya michezo Boniface Tamba amesema kazi kubwa imekamilika, ikiwemo kubadilisha viti vyote 62,000 na kuviweka vipya vya kisasa vinavyowakilisha rangi za bendera ya taifa, kijani, njano, nyeusi na bluu, kama alama ya uzalendo na mshikamano wa kitaifa. Matengenezo yake yameshafikia almost robo tatu, na sasa hivi tunaongelea 80%. Kilichobaki ni kuweza kufix tu vitu vidogo vidogo, lakini tumekwenda kubafanya mabadiliko makubwa sana kwenye mfumo mzima wa umeme. Taa zimebadilishwa zote, sasa hivi zimewekwa taa za kisasa. Hata umeme ukikatika, zile taa hazichukui muda mrefu kabisa kuwaka. Zimeshabadilishwa na ziko tayari, na nitamwomba meneja kama inawezekana anaweza akawasha mkaziona zile taa. Lakini mkiangalia humu ndani, mifumo yote ya tehama, mifumo ya sewage systems, kwenye vyumba vya kubadilishia nguo wachezaji, kote kumebadilishwa na vimewekwa vifaa vya kisasa kabisa. Leo hii mtapata fursa ya kuweza kutembelea. Uwanja utawekwa taa mpya, uwanja utawekwa viti vipya, lile jukwaa kuu litafanywa maboresho, litafanywa extension kuongeza capacity ya kuweza kukaa viongozi wetu kwa standard inayotakiwa. Vyumba vya kubadilishia nguo wachezaji vinakwenda kubadilishwa, vinaboreshwa, vitakuwa vya kisasa.
lakini na ile jukwaa litakwenda kufanywa extension, kuongezwa ukubwa ili kuweza kuaccommodate hizo facilities mpya. Kwa hiyo ndugu zanguni, serikali yetu kiukweli sisi wana michezo imetupendelea. Tuwetu sisi sasa kurudisha fadhila kwa serikali, kuweza kutengeneza mikakati mizuri kwanza ya kutumia hizi facilities ambazo tumetengenezewa na serikali yetu, kuweza kuzitunza na kuweza kuziendeleza na kuleta tija kwenye maendeleo ya michezo. Na mtazamaji, kuelekea mchezo wa kesho kati ya timu ya Kunduchi Veterani kutoka jijini Dar es Salaam dhidi ya timu ya Bunge, mwenyekiti wa Bunge Deo Mwanyika amewakaribisha wa veterani hao bungeni na kuambia wajiandae kwa kipigo. Leonard Mwacha anatujuza zaidi. Hawa ni wanamichezo wa Kunduchi Veterans Sports Club kutoka Dar es Salaam. Tuwaone wajiandae kufungwa. Hivi ndivyo veterani hawa kutoka jijini Dar es Salaam walivyopokelewa na wenyeji wao. Licha ya kauli hiyo, wao wameahidi kuibuka na ushindi na kujitapa kuwa hawana historia ya kufungwa. Umesikia pale ndani wanasema tujiandae kufungwa. Sisi Kunduchi tunagawa dozi kwenda mbele. Kwa hiyo kiufundi ni kwamba wachezaji wangu wapo vizuri, wote tumekuja kwa ajili ya kupambana. Tutajipanga. Nadhani kesho nikukaribisha ndugu mwandishi wa habari uwepo pale viwanjani na kuahidi kama coach na kuahidi na waahidi wa Tanzania na waahidi waheshimiwa wabunge na wapiga kura wao waje washuhudie dhahama ambayo tutaipelekea Bunge Sports. Mwenyekiti wa Bunge Deo Mwanyika amepigilia msumari kauli yake na kudai kuwa timu ya Bunge ni ya level za kimataifa, kwani inashiriki michezo nje ya nchi. Hivyo michezo ya ndani hutumika kuimarisha kimichezo na mahusiano baina ya Bunge na wananchi wake. Na niseme ukweli, timu nyingi sisi hapa tunazifunga, tuko vizuri. Usione kwamba ukadhani kwamba wabunge wote wana vitambi. Kuna wabunge ni wachezaji wazuri wa mpira wa miguu, wa basketball, wa netball, wa speaker mwenyewe anacheza netball. Na alikuwa kwenye timu ya netball. Na sisi wabunge kila mwaka tuna michezo ya mabunge, tunakwenda kucheza na nchi za East Africa, za Afrika Mashariki na ya Kati. Na kule tunashindana. Kwa hiyo tunachukua nafasi hii ya kuleta timu nyingine zicheze na sisi kama sehemu ya kujipima ya mazoezi. Kwa hiyo tukipata timu nzuri zinazokuja kucheza na sisi, tunafurahi zaidi kwa sababu zinatupima vizuri. Lakini kwa kweli kama Bunge tuna enjoy sana kuwa katika michezo. Timu ya Kunduchi Veteran inaundwa na wachezaji kuanzia umri miaka 35 hadi 45. Hucheza kiafya zaidi kuliko kushindana. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Na mtazamaji, huyo ni mwana michezo wetu Leonard Mwacha akitupasha. Na tukiendelea mbele zaidi, timu ya Junguni United FC ya Kisiwani Pemba inayoshiriki ligi kuu ya Zanzibar imewatimua wachezaji wake 7 kwa kosa la kushiriki kubashiri matokeo kwenye michezo yao miwili ya ligi kuu. Taarifa timu hiyo imesema ilifanyika uchunguzi suala hilo na kubaini kuwa wachezaji hao 7 walibashiri michezo yao miwili ya ligi kuu ya Zanzibar dhidi ya Malindi na New City FC. Wachezaji waliotimuliwa ni Salum Athmani Chubi, Ramadhan Ali Omar, Abdullah Sebastian Ponera, Tanford Kaswa, Bakar Rahman Jomba, Rashid Abdullah Njete na Eid Said Karongo. Pia timu hiyo Junguni United FC imelitaka shirikisho la soka la Zanzibar ZFF kuchukua hatua zaidi za kisheria kwa wachezaji hao 7 ili kutofundishwa na kukomesha tabia hiyo ya wachezaji kushiriki michezo kubashiri matokeo kwenye michezo ya ligi kuu. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na sasa huu ni ule wasaa kwenda kuungana na mwanamichezo wetu atujuze kinaga ubaga katika upande wa michezo kimataifa. Kunako habari za michezo na burudani, tuanzie nchini Hispania ambapo mlinda mlango raia wa Ujerumani Marc-Andre ter Stegen anayekipiga kwenye kikosi cha Barcelona amejumuishwa kwenye kikosi hicho kitakachokwenda kucheza mchezo wa fainali wa Copa del Rey dhidi ya Real Madrid baada ya kupona jeraha la goti baada ya muda uliopangwa. Ter Stegen mwenye umri wa miaka 32 alichanika mishipa katika goti lake la kulia katika mchezo wa La Liga mwezi Septemba na alitarajiwa kukosa sehemu ya msimu uliosalia. Hata hivyo, kipa huyo wa Ujerumani alirejea mazoezini mwezi Machi na sasa yuko tayari kurejea kwenye soka la ushindani. Kurejea mapema kwa ter Stegen kutafungua tena mjadala wa walinda mlango wa Barcelona kuelekea kipindi cha mwisho cha msimu. Barcelona ilimsajili mlinda mlango Wozniak Szczesny wakati ter Stegen alipojeruhiwa na mlinda mlango wa zamani wa Arsenal na Juventus
amekuwa nambari 1 tangu kuchukua nafasi ya mlinda mlango Iñaki Peña. Ter Stegen hana uwezo wa kumtoa Szczesny katika pambano la Clasico siku ya Jumamosi huko Seville, lakini atakuwa akishinikiza kupata nafasi kwenye michezo ya kumalizia msimu. Kunako mchezo wa tennis, nyota wa tennis nambari 3 kwa ubora duniani Carlos Alcaraz kutoka Uhispania amejiondoa kwenye mashindano ya wazi ya Madrid yanayoendelea nchini humo kutokana na jeraha la misuli alilolipata wakati wa mashindano ya wazi ya Barcelona mwaka huu. Alcaraz, maarufu pia kwa jina la utani la Carlitos, alihisi maumivu kwenye paja la kushoto, na baada ya kufanyiwa vipimo vya kitibabu na kushauriwa na madaktari wake, ameamua kujiondoa ili kuzuia jeraha hilo lisiwe kubwa zaidi. Nyota huyo wa tennis anatarajiwa kurejea mazoezini wiki ijayo, huku akilenga kushiriki mashindano ya Rome Masters nchini Italia. Baada ya hapo ataelekea Ufaransa mwanzoni mwa mwezi ujao kwa ajili ya kutetea taji lake la mashindano ya wazi ya Ufaransa ya Roland Garros. Ni hayo tu katika habari za michezo na burudani kimataifa. Mimi ni Juma Mohamed na hii ni Channel 10 Michezo. Na mtazamaji, tukiangazia katika upande wa burudani wa Tanzania na wanajumuiya ya Afrika Mashariki wametakiwa kuendelea kudumisha amani, hasa kipindi hiki ambacho taifa la Tanzania linaelekea katika uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Kauli hiyo imetolewa na mchungaji Haruni Muturi Mwangi kutoka nchini Kenya, ambao wapo nchini Tanzania kwa mwaliko maalum wa maombi juu ya taifa la Tanzania, mwaliko uliotolewa na kwaya Gethsemane Group Kinondoni GGK kutoka kanisa la Waadventista Sabato Kinondoni jijini Dar es Salaam, pamoja na uongozi wa kanisa, ambapo wameandaa wiki ya maombi yakiwemo ya kuliombea taifa la Tanzania amani, upendo na mshikamano. Ni mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kinondoni, na hivi tumewapokea marafiki wachungaji ambao wametokea nchi ya jirani ya Kenya na wanakuja Kinondoni kwa ajili ya juma la uamsho. Wakati huu marejeo ya Yesu Kristo yapo karibu sana, na tunahitaji watu kuweza kuamka kwa sababu tukio kubwa linakuja. Na hivyo tunategemea ya kwamba tumealika ndugu jamaa marafiki, na tunaendelea kualika kwa ajili ya tukio hilo ili tuje tuamke pamoja, maana Mwokozi anakuja hivi karibuni. Kwa hiyo wote tunawakaribisha, na itakuwa ni wakati wa furaha wa maombi pamoja, na vile vile kumsihi Bwana kutupatia nguvu ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutupa mwendo wa kuweza kukaa vyema na kulinda hatua zetu hata tumpokee Kristo Mwokozi ajaye. Tukio hili linaanza tarehe 27 mpaka tarehe 3 Mei. Na lengo kubwa ni hilo ambalo ni uamsho wa kiroho, kuandaa watu kwa ajili ya marejeo ya Kristo ambaye anakuja. Tunashiriki kwa maombi ya kuombea nchi hizi mbili, tunaombea ulimwengu wote kwa ujumla, na pia tunaomba kwa ajili ya uchaguzi wenu unapokuja mwezi wa 10, amani iweze kushamiri hapa. Ndio hiyo sasa imetufanya tuweze kuja. Ninawashukuru sana kwa sababu Tanzania wamekuwa watu wema, wamekuwa watu wa amani, hawana vurugu. Mungu wetu awasaidia wakae hivyo hivyo, na sana sana sio kukaa hivyo hivyo tu, waweze kumwamini Mungu. Raia wa nchi ya Kenya na nchi ya Tanzania tangu jadi tumekuwa na mahusiano ya karibu sana. Ule undugu umekuweko tangu enzi ya kufukuza mkoloni na kupata uhuru. Na hii imepatia kanisa kipaumbele kupeleka injili pamoja. Na kanisa hili la Adventista pia vile vile uongozi wetu, tuna kiongozi anayeshikilia katika maeneo haya ya tunayaita Eastern Central Africa Division. Kiongozi ni mmoja na viongozi wengine wanashikana. Kwa hivyo hiyo hali ya utangamano imetupatia nafasi kubwa sana hata ya kupata wahubiri kutoka pande hii, waimbaji, na kutoka pande ile nyingine bila vikwazo wala matatizo yoyote. Hivyo tunashukuru hata viongozi wetu wa kiserikali kwa ushirikiano ule. Tunawakaribisha wote wa Tanzania, upatapo nafasi uje tumwabudu Mungu kwa pamoja, tuombe kwa pamoja, tufahamiane vizuri kwa pamoja, ili hatimaye Mungu ajapo wote tuweze kurisi makao ya mbinguni. Na mtazamaji, na tukiangazia zinazobamba mtandaoni, tuangalie hili kutoka Kenya, ambapo mamlaka za Kenya zimefunga kanisa lenye utata la kanisa la Mtakatifu Joseph Masihi barani Afrika katika kaunti ndogo ya Rongo kufuatia visa vya kutiliwa shaka, ikiwemo vifo vya waumini wawili katika kanisa hilo katika kile kinaaminika kuwa ni mafunzo ya imani potofu kama ya mhubiri Paul Makzie wa Shakahola. Kufuatia hilo, mtandaoni
yamezuka mengi, ambapo sasa timu ya mawakili imechukua msimamo mkali katika kupiga amri ya kufunga kanisa hilo na kuzuia waumini kuingia kwenye kanisa hilo. Kadhalika, fujo zimeendelea kuzuka baada ya kanisa hilo kufungwa. Waumini wa dhehebu hilo wameendeleza vurugu wakidai si haki kwa kanisa lao kufungwa. Hadi sasa polisi kaunti ya Kilifi wanamzuilia mhubiri wa kanisa hilo kwa tuhuma za kuendelea itikadi potofu kwa waumini na wakazi wa eneo hilo kwa madai kuwa ana mbegu maalum aliyokuwa anawahimiza waumini wake wapande kuwa ni mti wa uzima. Na hivi ndivyo ninavyohitimisha katika upande wa michezo na burudani. Mpaka kufikia hapa sina la ziada. Mimi ni Kiungo Birani Lolo Ali, kurudisha kwake Fatma Hassan. Kwa kutujuza habari za michezo na burudani, na hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10+. Mimi ni Fatma Hassan na kuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na tukianza na mifumo ya upepo kwa siku ya kesho, inatarajiwa kuvuma kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa, na kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ukanda wa pwani, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Wakati mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha uwepo wa viashiria vya mvua hususan katika maeneo ya ukanda wote wa pwani. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, mikoa ya Kigoma pamoja na Katavi, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara pamoja na maeneo ya ukanda wote wa pwani, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa hapo kesho ni matarajio yetu kuwa mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, mkoa wa Dar es Salaam, Pwani kijumlisha visiwa vya Mafia pamoja na mkoa wa Lindi, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, mikoa ya Kigoma, Katavi, Morogoro, Mtwara pamoja na Ruvuma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Nyanda ya juu kusini magharibi, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Tabora, Singida pamoja na Dodoma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Channel 10+.